Ndugu Bakari Muhammad, mkazi wa Mchangani, Pakachani, wilaya ya Kati Unguja, ameshambuliwa kwa mapanga na ndugu yake kwa madai ya kutofautiana kuhusu uamuzi wa ndugu yake huyo kuendelea kuishi na mke ambaye tayari amemwacha. Akizungumza kuhusu tukio hilo, Bakari Muhammad anaelezea kwa kina namna tukio hilo lilivyotokea na kile kilichojiri kabla na baada ya shambulio hilo. Kwanza kijana mimi ndugu yangu shangazi kwa mjomba. Tayari na kijana alioa. Sasa baada ya kuoa akaenda mpaka kuachana mpaka katika talaka tatu na mkewe. Kama mimi mwenye kwa jamii bali kiambo ni mkubwa wa kiambo katika masuala ya dini. Na dini yangu hairuhusu mtu kama ameachana na talaka tatu kuwa anaishi kama mke na mume. Dini yangu ya Kiislamu hairuhusu. Kama mimi nitanyamaza kimya itakuwa najipisha jukumu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kesho kiyama. Kwa hiyo mimi pasi kwamba kunyamaza kimya, lazima niseme, niwaambie wakubwa wa kiambo hili swala lifanye kazi. Na mimi sikunyamaza, kweli nilisema watu kama wafanya kazi ndio ikawa tatizo. Lakini si kama nimemtukana au nimemjia mkubwa lolote. Sikutukana. Kubwa ni hilo. Kwa hiyo yeye mwenyewe akasema nitakwenda kulewa, nikampiga mapanga. Nasikia mimi watu kawaambia hilo. Nitaenda kumpiga mapanga mimi. Lakini sikuwa na hofu naye kwa sababu mimi hata najua kama ndio mapanga sina kubwa nililofanyia. Kwa hiyo sikuwa na hofu naye. Kwa hiyo juzi usiku nimekaa pale barazani pale kuja pale kufanya kazi pale mwanzo pale nimekaa, kaja nikamuita akaanza kunitukana. Yote mimi siku yake chochote yani. Ndio akazuiwa na watu, mtu wa mwanzo kamzuia. Akaenda zake. Kaja mtu wa pili akamzuia tena, akaenda zake. Akaondoka ndio akaja na panga lake. Akaanza kunibapa mabapa mawili ya mgongo kwa sikujali, lakini ndio ngaanza kuinuka kwanza. Ndio kanipiga moja hapa alama mimi. Kwa hiyo hapo ndio nikasema vipi nitamdhibiti, lakini namshukuru Mungu niliweza kumdhibiti na watu waliokuepo wakamnyang'anya panga. Ikawa tunashukutana tu hivi, akaja watu wakamzuia ndo kafikia hatua hiyo. Bibi mimi kote kwa mjumbe wa sheha akampigia sheha wake. Kaja nikampa maelezo sheha kama ilivyokuwa. Akanipa karatasi nikaenda kituoni, wakaniandikia hospitali, nikaenda hospitali nikapata matibabu na shukuru Mungu alhamdulillah. Nikarudi nyumbani. Wito wangu kwa jamii, kusema ukweli, watoto waache mambo yalikuwa hayana maana. Bangi, pombe si kitu kizuri. Madawa si kitu kizuri. Ukiambiwa na mwenzio, sasa anachokwambia kitu gani? Kama kitu kina manufaa na wewe, sikilize mtu na usimtukane. Bora umwambie haya nimekusikia. Shuhuda wa tukio hilo, Bi Mboja Hamis, anaelezea mwanzo hadi mwisho tukio lilivyokuwa, ikiwemo mazingira yaliyopelekea kutokea kwa shambulio hilo. Nilikwambia kama saa 2:15 hivi. Siku ya 16 Jumapili usiku. Nimekaa kitako hapa. Nishaingia dirisha langu la sembe pale, mimi nasonga sembe. Kwa hiyo akatokeza ile mkwe wangu, akakaa kitako hapo. Akatokeza na mwingine yule pale yule. Kaja toma pesa. Mkwe wangu nikakaa kitako hapa, mimi nimekaa kitako hapo nasonga sembe. Na kuna kijana mmoja akakaa kitako hapo, yenyewe tunapiga story. Tena kutokezea yule pale na yeye kijana akatokezea. Hiyo kadiri. Kutokezea hapo akaambia nitakupiga mimi. Umpige nani? Mimi nitakupiga. Umpige nani? Nitampiga mimi Bakari. Sasa umpiga kufanya nini? Utampiga? Ikabidi sasa ana chupa ya ulevi ile. Anayo mkononi. Kwa hiyo yule kuja kurusha pesa yule pale akaambia hapa umpige mtu, basi nipige mimi. Wakaingiliana mwilini, wakapigana. Wakasokotana ndo meza ile pale wakazungushana, wakapelekana hapo kwenye mlango wa mlango uko wazi. Wakaangusha na kazunguka kwa kule, wakaburushana kule, wakasokotana huyo mwingine huyo anaitwa Kasim. Kwa hiyo wakasokotana kule. Sasa ndo mwanangu akaenda akamnyang'anya ile chupa. Mwanangu wa kiume kumnyang'anya ile chupa ndo akachukua huyo bamkwe Bakari. Tena akasokotana pale tabu, lakini si washughuliki, akamwambia wanatambua na wenyewe. Kwa hiyo tena akatoka wale akachukuzana na huyo huyu Kadiri na Kasimu akachukuzana tena za nyuma. Wakazungumza huko fresh. Basi usifanye hivyo. Na yule mwanangu nipeni chupa yangu. Na yule mwanangu akamwambia chupa ninakupa, lakini usije ukafanya tokeo jingine. Haya sifanyi tena mimi. Sasa mimi sifanyi tena.
wakaenda zao nyuma huko. Kufika nyuma huko ndio yashaisha, tunaona si. Kwa hivyo akazunguka kaza kwao. Kufika kwao ndio kanachukua panga. Kuna kuchukua panga, sisi tushabakuwa hapa tumekaa kitako hapa tunakula. Kwa hiyo kuchukua ile panga, yule Bakari ndio kakaa kitako hapa kaelekea huko. Anakuja hapo nasikia pana mara mwanzo. Kaona Masihara katulia. Akampiga la pili. Mbona hivi? Akaona naye pia Masihara. Ngoja ninyanyuke. Kabisa sale Bakari akanyanyuka. Kunyanyuka na akamfuata huko, haya ndakupiga, na akampiga jingine la hapa, akampiga jingine hapa la uso. Tena huko wale wanangu napiga kelele na mkuu wangu apiga pale, jamani njooni. Kaona ngoje hapa mimi nifanye nini? Ilabidi mimi sasa nimdoe huyu, nifanye parade, lile panga nilikamate. Kwa hiyo na pale wakasokotana mpaka mwambia akamweka hapo, kumweka hapo, mimi nikamvizia kwa nyuma, nikalikamata, akamtia mkono kwa pani hivi, mimi nikatoa lile, nikamnyang'anya panga. Tena akamkamata hapo, akamlazana chini tena pale, haya na apigwe, hana adabu huyu. Tena hapo watu wakamuombea. Tena naye akainuka hapo, akaenda zake nyuma. Kama kweli ingekuwa kalewa, angefanya matukio kama hayo? Asingelewa, na kishazoea yeye. Maana anakana mtokana mama yake, kisha mmoja kimachafu basi. Anakwenda nyuma anamtokana mama yake mpaka ana mke huko nyuma. Huyo mke kila siku anampiga. Maana ndio kishasema hamuogopi mtu yote hapa katika Kiamba. Kwenda kwa tunaishi vipi si hapa? Na mtoto ni mdogo, si kama angalau mtu mzima ya kwa akashindikane. Hashindikani hata siku moja. Maana yule ni kaka yake, shangazi kwa mjomba. Na yule mwingine ni kaka yake, shangazi kwa mjomba. Mambo kama ufanye mbali upate uombewe, lakini kila siku unafanya hapa mtaani. Anakusudia kitu gani? Naye sheha wa shehia ya Mchangani ndugu Ali Ahmada amethibitisha kutokea kwa tukio hilo katika shehia yake. Majira ya saa 2 karibu na nusu hivi nilipata taarifa kutoka kwa mjumbe wangu wa sheha eneo la Pakachani. Akanipa taarifa ya kuwa kuna mtu amejeruhiwa, anaitwa Bwana Bakari Muhammad Jafari. Kwa hiyo nilifika na nikamkuta yeye mjumbe wa sheha pamoja na huyo mtu aliyejeruhiwa. Baada ya kupata maelezo kutoka kwao, nikamwambia kwa hili basi ngojeni tufanye maandiko ili mwende kituo cha polisi Dunga kwa kupata hatua zaidi. Na nilifanya hivyo, wakaondoka wakaenda kituo cha polisi Dunga, na kilichoendelea kilikuwa kwa upande wa huko, hatua ambazo zimechukuliwa ni hizo ambazo waliona wao watu wa kituo cha polisi zinafaa. Bakari na mfahamu, ni mtu ambaye hana matatizo kabisa. Wito wangu jamii ijielewe na ijifunze, kwa sababu uvunjifu wa amani hauleti faida kwa mtu binafsi, lakini pia kwa jamii kwa jumla. Jamii ili imee vizuri lazima inahitaji amani, tena iwe amani ya kudumu usiku na mchana. Hapo ndo tutakuwa tuna jamii ambayo ina ubora na tutaweza kufanya mambo yetu bila wasiwasi. Mimi ni Angel Paul, nyuma ya kamera ni Alexa Madaha. Endelea kufuatilia ASAM Online TV. Suala la ajali za barabarani limekuwa ni janga kubwa hapa nchini, na sababu kubwa inayopelekea ajali hizo ni madereva kudharau sheria na taratibu za usalama barabarani. Hivyo, serikali kwa kutambua umuhimu wa suala hili imeiagiza Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi kuhakikisha tunaweka kamera za barabarani ambazo zitasaidia kuchukua makosa kama mataifa mengine yaliyoendelea yanavyofanya. Katika juhudi za kuimarisha usalama barabarani Zanzibar, Mamlaka ya Usafiri na Usalama Barabarani Zanzibar imeanza kutumia teknolojia ya kisasa ya rada kamera na spidi kamera. Kupitia kamera hizi, endapo dereva atazidisha mwendo wa chombo kinyume na viwango sahihi kilichowekwa katika maeneo husika, kuendesha chombo cha maringi mawili bila kuvaa kofia ngumu, yani helmet, kupakia mizigo au abiria kinyume na utaratibu, pamoja na makosa mengine yote yaliyoorodheshwa katika sheria namba 7 ya mwaka 2003 ya sheria ya usalama barabarani, kamera hizi zitarekodi makosa, muda, eneo pamoja na nambari ya usajili ya chombo. Kisha mfumo utatuma ujumbe kwa mmiliki wa chombo kupitia simu ya mkononi baada ya kufanya kosa, pamoja na nambari ya malipo, yani control number anayotakiwa kulipia
si zaidi ya siku 14. Mamlaka inawasisitiza wananchi wote wa Zanzibar kubadilisha umiliki wa vyombo vya moto mara tu baada ya mauziano, kwani faini hutozwa kwa jina la mmiliki aliyesajiliwa katika mfumo na kadi ya chombo.